Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa neema yake. Ninashukuru sana Mungu kwa wokovu. Uko kijana ambao unasema kwamba mimi nimeharibu sana. Sasa nawezaje wakati nimeharibu sasa? Inawezekanaje nikabadilika? Mimi nakwambia inawezekana. Mimi naongea mbele yako nilikuwa miongoni mwa mtu ambaye nilikuwa nimeharibu sana. Nimefanya vingi sana vile viovu. Yaani kama ni kuzini nilizini, kama ni hasira zilikuwako, yani vingi vya kutosha nilikuwa navyo. Lakini mimi nakwambia inawezekana. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 inasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Dharau ujana wako. Je? Nitaheshimika kwa lipi mpaka mtu asinidharau? Kinachofanya tudharaulike ni kwa yale mabaya mengi ambayo tunakuwa tunayafanya. Upo ambao unasema kwamba mimi jamani nimezini sana na vijana wengi wa kutosha. Yaani hapa nilipo yani najisikia yani sijui waje, nimeharibu sana. Mimi nakwambia ni kweli umeharibu. Lakini katika kuharibu kwako usijibariki na kuendelea kuharibu. Swala ni moja, kugeuka. Biblia inasema kwamba mtu awaye yote asidharau ujana wako. Ni kweli umejidhalilisha kwa mengi, ni kweli umefanya mabaya mengi, lakini katika mabaya yako uliyoyafanya, mabaya yangu niliyoyafanya, uwezekano tena wa kufanya vizuri upo. Na yote hayo tunayawezaje? Tunaweza tu kwa msaada wa Mungu. Upo ambao unaniambia mimi hapa sijawahi kufanya chochote. Mimi nakwambia ubarikiwe. Na kama hujawahi kufanya chochote, hujapita njia zote zilizo mbaya, umenyoka tu, mtu wa Mungu ubarikiwe. Endelea hivyo hivyo. Sasa kwa sisi ambao tulikuwa tumekwama sana, kama Esther hapa ambaye nilikuwa nimekwama sana. Biblia inasema kwamba mtu awaye yote asidharau ujana wako. Utadharauliwa kwa unayoyafanya, nitadharauliwa kwa ninayoyafanya. Nitaheshimika kwa ninayoyafanya, utaheshimika kwa unayoyafanya. Usikubali kwa kijana ambao utakuwepo kanisani lakini bado kuna matukutuku ya kutosha umeyaficha. Usikubali kwa kijana ambao utakuwepo kanisani kuwa na mpenzi ni kawaida. Hapana mtu wa Mungu. Yaani hilo nasema hapana. Yaani binti kijana kuishi bila mahusiano inawezekana. Na ukawa kabisa umetulia na mwili umetulia, akili imetulia, inawezekana. Yote hayo tunayawezaje? Tunaweza kwa msaada wa Mungu. Amua tu kubadilika. Kishaamua kubadilika kutoka dhamira yako ndani, piga tu hesabu. Angalia. Mimi kitu ambacho kilinisaidia, nilipiga tu gharama. Samwe. Hivi kwenye mabaya haya ninayofanya, hivi napata faida gani? Yaani kwenye kuzinizini kuna kuzini. Hivi nimepata nini? Nikapiga nikakuta faida haipo. Binafsi sikuona faida. Upo ambao utaniambia kwamba wewe hujajua tu la ya kuzini. Mimi nakwambia hamna mtu wa Mungu. Yaani yote ni ile kujibariki tu. Mdada upo ambao unazini, mkaka ambao unazini, unajibariki tu. Kisha toka kuzini pale ni pressure tu. Hamna kingine kichwani ambacho mnakuwa nacho. Utapoteza sana mimi nijisikia hamna chala pale. Dhambi ni tamu sana unapoifanya, lakini kishaifanya inakuwa ni majuto sana. Hivyo tu Biblia inasema kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Nitaheshimika tu kwa ninayoyafanya. Lakini katika kitabu cha Mwanzo 4:7 Mungu anamwambia Kaini, je, ukifanya vyema hutakipata kibali? Kukubalika kokote, kuheshimika kokote ukiwa kama kijana, utaheshimika kwa maisha yako. Nitaheshimika kwa maisha yangu. Sitaheshimika kwa sababu kuna namna fulani najitutumua kwamba mimi nimeokoka sana. Mimi amna, kitakacho nibeba ni maisha yangu na matendo yangu. Itakufaidia nini leo ukawa kijana, ukawa mdada ambaye upo kanisani na uko special tu kwa kutega wakaka? Yaani uko tu special kanisani, wewe ni kutegaga tu watoto wa watu. Mimi kuna wengine naambia kumbuka na wewe ni wa kike utazaa. Kumbuka ni wa kike utazaa. Unaoyafanya leo yatakuja kukutokea. Tuache mbali utazaa, yatakutokea hata wewe. Lakini itakufaidia nini leo ukawa sababu ya kumuumiza mwingine? Kuna faida gani ambayo unaipata kwenye kumuumiza mwingine? Unapata kitu gani? Ndio hata katika yote nasema tu kijana usikubali kuishi maisha ya kudharauliwa. Mimi naongea mbele yako nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa mimi mwenyewe najichukia, najidharau na kuona kwamba mimi basi mbona utafikiri haiwezekani? Mbona nafanya majaribio kadha wa kadha kutaka kubadilika haiwezekani? Mbona mimi nakwambia inawezekana. Amua kutoka ndani kubadilika, inawezekana. Yote hayo tunaweza tu kwa msaada wa Mungu.
Mimi kutokana na ibada ambazo nimezipata, mafundisho sahihi ambayo nimeyapata, leo hii najifurahia. Hata mimi nakwambia kijana, inawezekana. Mimi ninayeongea ni zao la dada Sifa Bonaventure Bunduni. Nguvu ya uyoga, sifa wa Yesu. Ni mtu ambaye alikuwa na ujasiri muda wote kusema kwa namna Mungu alivyomsaidia. Na amesaidia vijana wengi, amesaidia mabinti wengi, na mimi ni miongoni mwa hao watu ambao leo hii najifurahia. Ndio, pastor alikuwa anafundisha sana sio kidogo. Lakini nilikuwa nasema hivi, baba anachofundisha hivi kinawezekana kweli kwenye maisha yangu? Lakini nikiangalia, naangalia Dasifa. Dasifa